kama mtu unapoanza kitu kuna ile kuanguka, kuna muda na kukutana changamoto, naanguka, nasimama naanza tena hivyo hivyo mpaka baadaye nimepata uzoefu ndio nikaanza sasa nikasimama kama unaona. Kwa hiyo nikaona nifanye uzinduzi ili kuhamasisha baadhi ya wasanii wenzangu wa kike na wa kiume wasingeli kwenye kuwekeza, lakini pia kuhamasisha wasichana wenzangu kwa sababu sisi wengine tumetoka katika familia kidogo duni. Kwa hiyo kutoka kwenye familia duni haimaanishi na wewe uwe duni. Kwa muhimu ni kupambana. Kwa hiyo nimefanya uzinduzi wa duka langu ili kuhamasisha wasichana wenzangu. Kizingatia Uswahilini kuna kitu kinaitwa kushindana. Kwa hiyo mimi nataka tufanye ushindani mzuri. Yaani tusiishie tu kavaa Msomali labda 28 na mimi nikabao, yani tushindane sasa kwenye biashara. Nataka yani tuwekeze tuwe na maendeleo. Kiachana na muziki, nikikosa show nitabaki hapa naingiza 200 300. Kwa nashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Kwa sasa unataka kutuambia muziki pamoja na biashara umejipangaje ili kuweka sasa muziki uende lakini na biashara pia ziende? Kiukweli nimejipanga vizuri. Ikitokea naenda kwenye show, hapa kuna mtu ambaye anaendelea. Siku nyingine ambazo sipo kwenye show nasimamia mwenye biashara yangu. Usiku napata nafasi ya kwenda studio, kwa mimi na rekodi kitu. Usiku nafanya muziki na rekodi, mchana na kuwepo hapa kwenye biashara yangu. Au tutegemee kwamba mtu akija mimi outfit anamkuta mwenyewe dukani? Ananikuta mwenyewe. Usiponikuta ujue nimeenda kwenye mishemishe nyingine, kwa sababu mimi ukiacha biashara hii naifanya nguo, viatu na pochi, ukiacha muziki mimi pia ni MC wa kwenye mashughuli. Kwa hiyo mimi napiga miguu yote. Kwa hiyo mimi ni mchanganyikaji sana. Maana kuna watu kidogo wanaweza kuwa wanashtuka, bwana uwekezaji huu afu ni ghafla tu. Je, ni kutokea kwenye muziki tu au kuna vitu vingine? Kiukweli nisiwe muongo. Mara ya kwanza nafungua duka pesa nilipata kwenye muziki. Nilipata show ya mama kama mwaka juzi tulienda hivi Mtara, ndio kwa sababu nilikuwa na hilo wazo. Kwa hiyo kabidi nifungue duka. Sasa katika kuanza changamoto nikawa naanguka, nasimama naanguka, lakini kitu ambacho napenda sana biashara. Sasa turudi kwenye muziki. Kumekuwa na changamoto kubwa kwenye muziki wa Singeli, wanawake kupambania na kukaa katika ile top kabisa kama wasanii wa kiume. Changamoto ni nini? Changamoto ya kwanza, watu wengi hawataki kuwekeza kwa wasanii wa kike. Kutokana hawaamini, kwa sababu wasanii wengi wa kike wakishaingia kwenye mahusiano huwa wanapelekeshwa. Kwa hiyo watu wao wanaambiwa wasiimbe, kutokana na hivyo na sasa kuna vitu vingine wanaenda kufanya tofauti. Lakini pia sisi wenyewe nafikiri ni ubunifu. Nafikiri ukitoa kazi kali kutokana na muziki wa Singeli hutaki mambo mengi, naweza tukaibuka tu mtaani. Lakini mimi napenda kuambia wasanii wenzangu wa Singeli wa kike tuendelee kupambana, tusikate tamaa. Yaani hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho. Tuendelee kupambana, watu watatokea tu kutuinua. Lakini pia kuna ukandamizaji. Utakuta mtu anaamua kusimamia msanii wa kike lakini kwenye malipo yako vizuri. Yaani hawai wawazi, yani kwamba labda umefanya hiki taweka mendeja atachukua hiki, labda hii tutapeleka kwenye video. Kusema ukweli mimi niongee tu ukweli. Wasanii wa kike wa Singeli tumekuwa tukidhulumiwa sana. Sema kuna wakati mtu kijaribu kuongea watu wanakuchukulia vibaya. Mtu mwingine atasema hiyo naongea kwa ujumla, wasanii wa Singeli hawapendi kula na watu. Sawa, tunakula wote. Tuangalie mkataba unataka nini? Au labda unachukua pesa yangu unanifanyia kitu gani? Mimi mpaka hapa nilipofika kuna vitu vingi vimenitokea. Ndio unaona mwenyewe hapa sasa hivi sina management. Kuna vitu unaona sawa nafanya lakini mbona haviendi? Mbona sifiki ninapofika? Kuna vitu vingine vinatokea siwezi kuviongea mbele za watu. Ndio maana kuna mtu umeona kama mimi amechill kidogo. Mimi sio muongeaji sana lakini issue ipo. Hata sana sana wasanii wa kike. Wengi wao mimi leo naongelea wanashindwa kuongea, lakini kiukweli tunadhulumiwa. Changamoto nyingine tunaoipata wasanii wengi wakiwa wanatokea familia duni. Studio kuna baadhi ya maproducer hawataki kuwarekodia mpaka wapate rushwa ya ngono. Kwa hiyo vipingamizi ni vingi vinafanya wasanii wa kike wasiende, na hata pia wanapoamua kutushika mkono kuna baadhi ya watu wanatunyonya. Mimi kama Malkia wa Singeli leo naongea, sijamtaja mtu, lakini kama kuna mtu anafanya kitu is not fair, yani wote tunatafuta kwamba mimi nipate na wewe upate, iki tuweke mradi biashara yetu ya sanaa ikue. Kwa hiyo mimi nimeamua kuwasemea wasanii wote wa Singeli. Mimi bora nashukuru hapa pia nimeona wasanii wa kike, nimeona Antivirus, lakini pia nimeona wasanii wachanga wa Singeli wa kike. Changamoto narudi na kuuliza hichi kitu tena kwamba wewe unasema wasanii wa kike mna changamoto, lakini kwa nini mnaongezeana changamoto za kuchukiana? Msiungane kulitetea ili
jahazi kwa maana mnaona linazama sasa? Kwa upande wangu mimi niwe mkweli, msanii wote underground mimi nawapokea. Na wasanii wengi wa kike wataki tu kusema ukweli. Wengi wananitazama mimi kipi ninafanya. Lakini kuna kitu kimetokea, yani kwamba sasa hivi kila msanii wa Singeli akija, anaamini akigombana na Mima ndo ataenda. Yani kuna mtu anakuwa anasambaza chuki. Sasa mimi maneno huaga yananifikia. Alafu mimi ni mtu wa kujiepusha sana. Ndio maana unaona mimi mara nyingi nakuwa na wasanii wengi wa kiume, ndo kampani yangu. Nadhani hapo umeona wasanii wengi wamekuja. Kwa sababu sipendi maneno. Mimi Mswahili najijua hasira zangu. Yani kuna muda hasira zikipanda mdomo wangu siwezi kuuchunga. Kwa hiyo mimi najiepusha. Wengine nimewapokea vizuri, lakini wakifika wanaongea mimi binafsi wakati wananipigia tunataka collab. Tena mimi wasanii wa kike msanii wa kike hata mmoja kumuomba ila naambia sawa panga tu siku, lakini mtu akitoka akienda kwenye redio ananiongelea vibaya. Yani kiukweli mimi sipendi. Sitaki kuwataja kwa majina, ila tufanye muziki, tufanye biashara. Mtu anataka kuwa karibu na Mima, karibu. Tusiekeane chuki. Yani mimi na mambo mengi. Ukiacha kwenye muziki wangu, kwenye familia yangu, nipo na wadogo zangu na wale. Kwa mtu akiletea mambo mengi anakuwa ananichanganya na nivuruga. Ndio maana unakuta na kambali nao. Sio kama anachukia ila anajiepusha na shari. Ongea neno sasa kwa wasanii wote wa kike sasa hivi wanakusikiliza na wewe umesema kama kioo kwao. Mimi ninachotaka kusema tupendane. Kingine usibebe chuki ya mtu. Kama ujui ugomvi wa mtu na ugomvi wa mtu, subiria ugomvi wako. Yaani mtu asikulishe maneno mtu fulani mbaya. Unajua huyo mtu atakuja kukusaidia nini huko mbele. Kwa hiyo tupendane, tushirikiane. Mimi kama kuna msanii wa kike yote nimewahi kumkosea, nifuate Mima, ulinikosea kitu fulani. Mima, ulinisema kitu fulani. Maisha ndio hapo hivyo. Mfano mzuri Antivirus. Ilitokea tu issue tu ya kawaida. Yaani mimi nikopo sio, lakini baadaye tukawa tunakinzana, lakini alinipigia simu Mima, maisha hapo. Huwezi amini, umemwona hapo. Na sasa hivi ni rafiki yangu sana. Hakuna yani msanii wa kike ambaye naongea naye. Yaani ile sana story sana kama Antivirus. Moja kati ya kundi ambalo limekuja hivi karibuni ambao wapo wengi kidogo. Katika kuyao walisema waliwahi kucheki bwana, kuambia bwana Mima tunaomba kama uwe kiongozi katika kundi letu, uwe mmoja kati ya memba uweze kushiriki, lakini wewe ukaambia kwamba sasa hivi mimi kidogo katika upande wa muziki kuna mitikasi yangu naiweka sawa, ila wao wakawa wamepokea negative kidogo, wakasema kama Mima aliwatuvimbia hivi. Je, kauli kama hiyo unataka kuicollect vipi? Kiukweli mimi nilipigiwa simu na msanii mmoja wa kike, jina lake limenitoka kidogo, alitokea Morogoro ile. Sio anaitwa nani wa kike. Kuna kipindi alikuwa anaitwa Samidona. Samidona alinipigia simu, Mima, sio wasanii wa kike tumepigiwa simu twende sehemu fulani kuna kikao. Nikamwambia mimi sijapigiwa simu. Mtu ananihitaji mimi atanipigia simu niende. Mimi na vitu vyangu vingine nafanya. Mimi pia nina heshima yangu katika huu muziki wa Singeli. Huyo mtu ambaye amewakombaini nyinyi angeniita Mima njoo hapa, ndio nimekata. Kwa hiyo baada ya kumwambia mimi siwezi kuja kwa sijafanyia, sijapigiwa simu, ndio hayo maneno alipoongeleka, lakini walete ushahidi waseme kwamba huyo mtu sio kiongozi wao. Kama mimi kweli alinipigia simu. Mfano mzuri huyo Samidona. Mimi niko mtu ambaye nachati naye sana. Na hata mwanzo ilipokuwa vinatokea vitu, yeye ndio ambaye alikuwa anakuja mimi ananifuata ananiambia Mima usijibu. Kuna muda hivi nakuta kabisa anasema live ananiambia Mima achana, lakini baadaye kama amerishwa maneno fulani, lakini mimi nimesamea, anataka kuwa karibu na mimi, karibu. Sina kinyongo na mtu, ila nimesema najiepusha nao kwa sababu nina mambo yangu mengi, kwa hiyo wasiniongezee mzigo. Ndio kitu ambacho mimi sitaki. Mima, tumeona kwamba muziki wa Singeli umekuwa ni moja alama ya taifa la Tanzania na umepewa nafasi kubwa sana. Nyie kama wasanii wa Singeli mmejipangaje kufanya vizuri zaidi na kupeperusha muziki huu kwa taifa zaidi? Kiupande wangu niseme nimejipanga vizuri, lakini changamoto niliokuwa nayo sasa hivi sina management. Ukiacha muziki na biashara nyingi, kwa naendesha biashara nyingi naendesha mtu mmoja. Kwa hiyo kuna muda ninashindwa kujicontrol. Lakini ningekuwa na management ningekuwa naambia Mima sasa hivi kafanye kitu fulani. Kwa mimi kuna muda wanajibana, mara nifanye hiki nifanye hivi, mara nyingi naenda studio usiku. Upande wangu napambana na imani. Nikipata ngoma kali kaenda na vitu vingine vitaenda, lakini kikubwa kwa wasanii wote wa Singeli tuongeze ubunifu. Muziki wa Singeli una kitu kimoja. Muziki wa Singeli hauna heshima. Nasema hauna heshima kwa sababu gani? Hajulikani nani mkubwa, nani mdogo. Msanii anayetrend wakati huo ndio tofauti na wasanii wenzetu wa Bongo Flava. Ukisema namba 1 nani anajulikana, namba 2 nani anajulikana. Kwa upande wa Singeli usema namba 1 nani, kwa sasa hivi namba mtu fulani. Yaani hauna heshima. Kwa hiyo nadhani tujiblandi. Tufanye vitu kisomi, tufanye vitu yani kwa sababu muziki sasa hivi ni biashara. Kwa hiyo tufanye vitu kisomi, tufanye vitu kwa malengo na imani tutaheshimiana sisi kwa sisi. Yaani msanii, yani sanaa ya Singeli kiukweli. Yaani ajulikani mkubwa nani, ajulikani mdogo nani, yani sielewi, lakini tubadilike wasanii wa Singeli.
mimi wewe ni mmoja kati ya wasanii wa Singeli wa kike ambao umepanda ma stage mengi sana kuliko wasanii wa kike wote. Unakutana na koli ya msanii wa kike anakuambia sisi hawa mapromoter wanatubania sana. Unataka kumsaisha vipi ati ndo anachipikia katika kiwanda hiki? Mimi nasema apambane, kwa sababu mimi mara ya kwanza nilikopo naimba tu mtaani, najirekodi kwenye simu. Lakini baadaye ikatokea tamasha sehemu, nikaenda kwenye kushindana huko ni Singeli michano, nikawa mtu wa pili. Baada hapo wakaniona Segere, wakanichukua. Baada hapo meneja Kandolo akaniona, akanichukua. Kwa hiyo mapromoter wanakuona kutokana unavyojituma. Mwenye nacho siku zote anaongezewa. Kwa hiyo wapambane. Yaani riziki haiji umekaa tu, Mungu nipe bila kufanya kazi. Kwa hiyo wafanye kazi, wapambane na imani. Mtu yote anayepambana Mungu anampa. Ni swala la wakati tu. Kama sio mwaka huu basi mwakani. Kwa hiyo mimi natamani waone sana wasanii wa Singeli wa kike wanakuwa. Najua mmoja tu akitufungulia njia, wote tunaenda. Changamoto tulionao sasa hivi kusema msanii wa Singeli wa kike, mimi hakuna mwingine ambaye amefika. Yaani mimi sijafika napata, lakini angalau na nyimbo kadhaa hata tumbili zimefika huku. Kwa hiyo tuongeze ubunifu, nafikiri hiko ndo tunachofeli. Neno gani unampa meneja Kandolo, kwa maana pia umemtaja ni mtu ambaye ameshiriki pia katika mafanikio yako? Kitu gani ambacho sasa hizi unaweza ukamwambia meneja Kandolo? Kitu ninachomwambia, kwanza namheshimu sana, lakini pia nampa shukrani zangu kwa aliponitoa mpaka hapa tulipofika. Kingine namkumbusha kitu chochote anachokifanya kutokana na kazi yake ya sanaa, mtangulize Mwenyezi Mungu, ajue imani yake. Hivyo tunamtakia maisha mema.